Yanga oye! Mbona kama mziki umepigwa kidogo? Asante. Mwakani tena. Mwakani tena. Ndugu viongozi wa tawi la Karume, mwakani tena. Mwakani tena. Naona kuna watu kidogo wanataka kutuharibia starehe yetu hapo. Napenda nitambue uwepo wa viongozi wa tawi jipya la Karume ambao tutakwenda kulizindua leo wakiongozwa na mwenyekiti hapa. Napenda pia nitambue wageni mbalimbali wakiwepo viongozi wa kijamii na vyama mbalimbali waliopo hapa wakiongozwa na mwenyekiti wa soko na katibu wa chama cha watu wenye ulemavu. Lakini pia napenda nitambue uwepo wa mwakilishi wa mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye sisi kwetu si tu kiongozi wa kiserikali, ni mwanachama mwenzetu wa tawi letu. Kwa hiyo ndugu yangu, hapa wewe umekuja kumwakilisha mwanachama mwenzetu, na sisi tunaendelea kujivunia. Sasa tunaye mkuu wa mkoa mwanachama mwenzetu na mkuu wa wilaya ambapo klabu yetu inatoka ya Ilala naye ni mwanachama hapo mwakani tena. Lakini napenda pia nitambue uwepo wa wageni waalikwa, wazee wetu kutoka kwenye wale ambao wamezoea kuchafua hali ya hewa. Tumefurahi kuwa pamoja na nyinyi na ni vizuri kushirikiana pamoja, na hii sasa ndio tofauti mnaoiona. Sisi tukisema tunataka kuzungumza tunaitana kwa kutambuana rasmi. Tukisema leo Yanga ina wanachama, wanachama ndio hawa. Tukisema Yanga ina matawi, matawi ndio haya. Na sisi tunajumuika pamoja, tunahakikisha tunaweza kujenga klabu yetu. Ndio maana mwakani tena. Nguvu inaanzia hapa. Kabla ya kuzungumza, ningependa nitoe historia fupi ya hili tawi. Miezi kadhaa iliyopita hivi nilipokea simu, namba ilikuwa ngeni kidogo. Kwa utaratibu wangu mimi niliojiwekea, namba yoyote napokea. Iliingia simu ikiwa na malalamiko mazito kwamba bwana, sisi ni wapenzi na wanachama wa Yanga, tuko hapa Karume kijiweni tunafukuzwa. Nikamuuliza, mnafukuzwa? Ndiyo. Na nani? Wametuambia tutoe hapa banda letu tuondoke tuhamishe. Nikamwambia sasa mimi nakuomba kitu kimoja tu. Sikujui unazungumza, lakini kwa sababu unaihusisha Yanga, ili tukutambue na hicho unachokihitaji tukusaidie, unapaswa kuwa wanachama kweli. Bana, tumeshajikusanya, hatujalipa. Kwa kifupi, ndio utekelezaji wa hili tawi kurasimishwa kwenye mfumo wetu rasmi wa kuendesha klabu yetu. Kwa hiyo niwapongeze sana mwenyekiti. Nilimpa pressure nzito sana. Lakini hata siku ya kutolewa huduma na kupatiwa kadi kwa wale wanachama, bado walitaka kulizindua tawi siku inayofuata. Nikawaambia hapana. Kwa ukubwa wa eneo la Karume, kwa umri wa wafanyabiashara ambao wamekuwepo Karume miaka yote wakisupport klabu yetu, tunayo wiki maalumu kuelekea wiki ya kilele cha mwananchi ambayo itaitwa Yanga Day siku ya tarehe 9. Ndani ya wiki hiyo tutalizindua, na mimi natamani niwepo mwenyewe niweze kuwa sehemu ya historia ya uzinduzi wa tawi hili ambalo litakuwa ni tawi la mfano kati ya wafanyabiashara wadogo ambao pia ni wapenzi na mashabiki wa klabu ya Young Africans ambao tumewarasimisha na kuwa wanachama kuweza kuichangia klabu yao. Lakini wakaja na ombi maalum kwamba nia yao walikuwa waingie mkutano mkuu. Lakini huu ni msimu mpya ambao wao wamesajiliwa. Na bado nikawapa mwaliko. Hivi ulikuja? Anetuma wapishi. Na mwaliko nikawapa wakahudhuria, lakini hawakupiga kura. Ilipofika muda wa kula waliondoka.
Kwa hiyo hii ndiyo maana halisi ya mfumo wa mabadiliko ambao klabu yetu tulianza miaka 4 iliyopita na tumeendelea kuwa tukiuishi. Sasa basi, viongozi mliopewa dhamana ya kusimamia tawi hili, nyinyi mliokuwa hapa mbele wote, mwenyekiti, makamu wako, katibu, wote mpaka wale wajumbe 4, mnapaswa kutambua na kuisimamia katiba ya Young Africans na kutambua kwamba hawa wanachama wengine wote wamewaamini, wamewapa dhamana ya kuwaongoza kwa niaba yao. Nasema hivyo kwa sababu katiba yetu iko wazi. Ibara yetu ya 62 ni ibara mama ya matawi. Inazungumzia kwa nini tunatengeneza matawi, viongozi wetu tunawapataje katika matawi, lakini inatusisitiza kusimamia uelewa katika ngazi ya matawi kwamba tawi ni mali ya wanachama. Viongozi mliopo leo, mwenyekiti, hawa ndio wenye tawi. Wewe wamekuamini, wamekuagiza. Sasa isije ikatokea siku ukashindwa kuwasimamia vizuri, viongozi wakishindwa kuwasimamia vizuri, katiba pia iko wazi. Sasa hivi tutakuwa tunatoa elimu na nitatambulisha idara yangu mwisho, muelewe tunavyofanya kazi. Ndio maana nimeiacha niwape kwanza somo alafu niwatambulishe. Kila mmoja mnayeona nimepatana naye hapa ana kazi yake kwenye idara kuhakikisha kwamba tunatoa huduma zilizo bora za kisasa na kuhakikisha kwamba tunawahudumia wanachama na wapenzi wa klabu ya Young Africans kwa huduma bora zaidi. Kwa hiyo nyinyi wanachama mmewaamini hao, mnawatuma, hakikisheni wanawaleta vikao, mnajadili, hakikisheni pia mnatengeneza mifumo ya kiuchumi. Na hapa nimeona mna mipango mizuri sana endelevu, kwa sababu nyinyi kwa asili yenu ni wafanyabiashara. Maana yake tutakuwa tuna tawi. Sasa hivi Young Africans tumeshahama kwenye matawi kuwa tu yanakuja uwanjani, kuwa na matawi kama matawi ambayo mtakutana kuzungumza mambo ya football peke yake. Tunataka tuyajengee nguvu ya kiuchumi matawi yetu. Ina maana kama kwa miradi mlioanzisha hapa kwa niaba ya uongozi wa Young Africans, mwenyekiti ameniambia kuna vizimba mnavihitaji, lakini kuna kimoja mnataka kitengenezwe kiwe ofisi. Kwa niaba ya uongozi wa Young Africans sisi tutawasupport na wasaidizi wangu wako hapa. Ameniambia hiki kinahitaji milioni 1, lakini mna harambee na michango ambayo mko nayo tayari. Sisi tutasupport shilingi 500,000 kwenye hichi kizimba kimoja. Lakini akasema pia anahitaji kizimba hiki kiwe ofisi, mweke na kompyuta na kila kitu. Mtakapokikamilisha kikiwa tayari kama ofisi, hiyo kompyuta aliyoiomba sisi pia kama uongozi wa Young Africans tutawapatia na kuwa tawi la mfano kwa shughuli zenu za kibiashara ambazo zitaongezea nguvu ya kiuchumi. Mwakani uongozi wa Young Africans hakuna ubabaishaji, hakuna badaya. Tunaona matawi yako serious, lazima tuyasupport. Lazima tuhakikishe kwamba yanakuwa na nguvu za kiuchumi za kuweza kusogea mbele. Kwa hiyo hilo leo nipongeze kwa sababu ni siku ya furaha. Na niwaahidi sisi kama idara ya wanachama tutawapa ushirikiano 100%. Hapa kushoto kwangu ninaye mtu anaitwa Clifford Lugola. Huyu kazi yake, huyu ni coordinator wa matawi. Migogoro yote, changamoto zote, mambo yenu yote ya kucoordinate matawi yanapita kwa huyu bwana. Lakini nimepatana na vijana wawili ambao hawa kazi yao, hawa ni maafisa wa hamasishaji na usajili. Hawa ni wasajili tu. Yuko huyu bwana anaitwa bwana Fredrick Kweka, mwalimu Yanga, na huyu anaitwa Abdalla Sekeli. Wako na wengine pia, ila hawa tumekuja nao leo. Lakini pia tunayo timu ya media ambayo inatusupport na kuhakikisha kwamba shughuli zetu kama hizi zinapata uhalisia na kuifahamisha jamii namna ambavyo Young Africans tunaweza kuwafikia wanachama wetu na kuwahudumia. Tunaye hapa kaka yetu Priva na vijana wengine ambao tumeambatana nao hapa ambao wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana kuhakikisha kwamba ripoti za matawi kupitia maudhui mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii zinawafikia wanachama wote. Kama ambavyo huwa mnaona timu inaposafiri, tukifika kule wanakuwa wanatoa zile report, mnaona tunaweza kuwafikia. Tunaomba sasa kupitia hawa wasaidizi wetu wote, nyinyi kama tawi mtupe ushirikiano na mtu support pia. Sisi tuko tayari kuendelea kuwa support na kuhakikisha kwamba tawi hili linafikia wingi zaidi wa watu 500. Katiba yetu inaturuhusu kuwa na watu 500. Leo nimeona mna wanachama 137.
lakini 103 ndio wako hai. Wale ambao bado wako hai, mwenyekiti na uongozi mliopo madarakani, hakikisheni wanakuwa wanachama hai. Hakikisheni mnavuna wanachama wengi zaidi kwa kupitia kitovu hiki cha idara. Ndio maana nimeshazoea idara, kitovu hiki cha biashara cha Karume. Ina maana tukishakuwa na ofisi yetu inayoeleweka, shughuli zetu zikaenda vizuri, maana yake watu 500. Nategemea mkutano mkuu unaokuja huu msimu utakaofanya mwakani, nilione tawi la Karume kwenye zawadi. Sifa kuu ya kuwa tawi bora ni kuwa na wanachama wengi wanaochangia klabu yao. Yanga oye! Yanga oye! Sasa nisiseme mengi zaidi. Haya yalikuwa ni machache, ni pongezi na tutaendelea kuwa support. Na sisi kama uongozi kwa niaba ya management, rais, excom yote ambayo imeingia madarakani siku chache zilizopita, tutaendelea kuboresha hizi huduma zetu. Wako watu wanatamani kuwa sisi. Hawa wazee hapa msiwafikiri hawatamani. Wanatamani nao kuwa kama, lakini mifumo haiwaruhusu. Bado kuna mwenyekiti A na mwenyekiti B, wanatafuta mwenyekiti mmoja. Mpaka waje wampate mwenyekiti, sisi ni mwakani. Kwa hiyo mnaweza kuona wanakataa kuja Jangwani kujifunza. Vilabu vinakuja mbalimbali, vinajifunza, vinakwenda, vinabadilika, vinaanza kujifunza na kuendesha timu zao kibiashara. Hawa wamegoma. Bahati nzuri sasa wanaanza kuhudhuria, wataanza kuipata elimu bila kupenda. Mfumo wetu wa kusajili wanachama uko kwenye njia 4. Huko wa hizi kadi ambazo mmepatiwa, lakini huko pia kupitia benki mbalimbali. Mkitaka kwenda benki, viongozi wasilianeni na idara, tutahakikisha mnapata elimu iliyo nzuri na bora kabla ya kwenda kupatiwa huduma kule. Lakini pia tunayo application yetu inaitwa Yanga App. Tumeitengeneza kisasa, ina uwezo wa kuhudumia vizuri. Viongozi wa matawi mna nafasi ya kuona wanachama wenu, mwanachama mmoja mmoja una nafasi ya kuona taarifa zako. Tumeizindua, tulifanyia maboresho ya muda mrefu. Tumeizindua phase ya kwanza. Tutakwenda phase ya pili ambayo itakuwa na uwezo wa kuuza jezi na kununua tiketi. Pale mtakuwa mnagonga na tape, mnaingia uwanjani. Tutakapofikisha uwanja wetu ukiwa tayari, pia tutaendelea kufanikiwa. Wako watu ambao wanasema Yanga ina watu wengi, tunahitaji kuwa na watu 1,000,000. Naomba leo niwaelimishe. Klabu iliyoanza kufanya mambo haya ya kusajili wanachama na kutengeneza huduma mbalimbali kutokana na wanachama kujisajili na kulipia inaitwa National Ahli, iko Egypt. Imefanya hili zoezi kwa takriban miaka 48, ina wanachama 700,000. Miaka 48 na wanachama. Imefika hatua ikatengeneza madaraja. Daraja la juu la mwanachama anachangia kwa mwaka dola 40,000 na wa chini anachangia dola 8,000. Sisi bado tuko kwenye 24,000. Ndio maana kazi yetu ilikuwa kutoa elimu, matawi yaelewe. Tunakwenda, hakuna kazi kubwa ukisha kuwa na mtaji wa watu, kuanza kuutengeneza uweze kuwa pesa. Sio kukusanya kuwa wengi, unakuwa na mtaji unautengeneza unakuwa pesa. Ndio maana Yanga tukazindua miaka 2 iliyopita kadi inaitwa Black Card ya wanachama wanaochangia shilingi 1,000,000. Nadhani wengi mlisikia juzi alitaja rais kwenye mkutano pale. Hii kadi leo kama tumezindua jezi, wale watu wanakuwa wa kwanza kupokea jezi zao kabla ya mtu yoyote. Lakini wanapewa tiketi 10 pia za kuhudhuria michezo yetu yote ya nyumbani za VIP. Lakini ukiwa na ile kadi pia benki imekupa huduma nyinginezo. Ukiwa mwanachama wa Yanga mwenye ile kadi, ukiwa unasafiri airport, unapita ukumbi wa watu mashuhuri, unapata soda kidogo, supu kidogo, unapigwa na kiyoyozi, ndio unapanda ndege unasafiri. Kuna hoteli pia, kuna faida nyingi sana. Sasa sisi project ya uwanja itakapokamilika, na wadokeza, tutaweza kwa mtaji utakao kuwa nao kutengeneza huduma nyinginezo bora zaidi. Wako watu ambao wanasema sasa kama hatupati jezi, mimi na faida gani ya kuwa mwana Yanga? Tayari mnatakiwa kujua hiyo kadi ulionayo. Tulianza na eneo la afya. Ukienda hospitali ya Aga Khan leo ukapata matibabu au ukalazwa, unapunguziwa 20% ukiwa na hiyo kadi ya Yanga. Ukiwa na tatizo la moyo leo, ukienda Muhimbili pale kitengo cha moyo, kuna punguzo la 20% ndani ya hiyo kadi yako. Lakini ukiwa na kadi ya Yanga ukipitia benki, ina mpaka bima ya maisha ndani yake. Kwa msiangalie kitu kimoja. Lazima nimesikia hapa swali moja zuri la kuhusu elimu. Tutakufikishieni
Kikubwa viongozi, mkihitaji elimu andaeni mkutano, leteni barua, tutashiriki na tutawapa elimu bila kuchoka. Ili elimu hii mtakapoipata muwe mabalozi wengine wazuri kuwafikia wanachama wenzetu wengine. Baada ya kusema hayo, niwapongeze sana wote mliohudhuria hafla hii na niwakaribishe rasmi kwenye tamasha letu litakalofanyika siku ya Jumapili. Sisi level yetu, bahati nzuri mimi ni mkurugenzi wa wanachama na masoko. Sisi level yetu sasa hivi tuna standardi zetu wenyewe ndo tunazoshindana nazo. Sisi hatushindane na mtu. Tunaandaa tamasha bora kuliko la mwaka jana. Litakuwa na ubunifu mzuri. Kazi yenu ni moja tu. Kununua tiketi mapema, tumalizane na mambo ya tiketi, mtupe nafasi sisi watendaji kuendelea kuandalia hilo tamasha kwa ukubwa wake. Kwa hiyo ni kuombe kama kuna mwana Yanga ambaye bado hujashika tiketi yako, hakikisha unajipatia tiketi mapema kwa sababu zimebaki za mzunguko peke yake. Uwanja utakao tumika kidogo ni mdogo tofauti na ule tuliouzoea. Ila tutakuwa tuna tamasha bora kulingana na size ya uwanja, lakini litakuwa ni la mfano wake ambalo litazidi la mwaka jana. Tarehe 12 tutakuwa tuna mechi ya ufunguzi wa ligi yetu. Nguvu ya matawi ni muhimu. Tunao waratibu wa mikoa, nadhani mnawafahamu. Naomba yetu wachezaji wetu na afya njema ya kuweza kuipambania nembo ya kijani na njano. Baada ya kusema hayo, naomba niwakumbushe tena 2026-2027 ni mwakani tena. Ni mwakani. Sasa niko tayari kwa ajili ya kugawa cheti rasmi cha kuidhinisha. Unaona sasa sisi hatuna longolongo. Ukishafikisha 100 tu kwenye system, tawi lako cheti kinatoka chenyewe kwenye mfumo. Hakuna uongo. Hichi cheti akitoki ukiwa na wanachama 99 na kinatoka kila msimu. Ikifika 100 kinadondoka chenyewe. Huyu anakusanya anaweka pembeni. Hakuna longolongo na ukikisoma kina mwaka huu. Kwa hiyo tukifika mwakani mwezi wa 6 tarehe 30, tukianza mwezi wa 7 hichi kimekufa. Natakiwa mlipe tena muwe hai kitoke cha msimu mwingine. Hiki ndio, yani hiki ni mkishakabidhiwa leo, maana yake mkutano mkuu ujao mmo ndani. Kwa hiyo wazee wangu, nimeona na wengine hapa, wale wenye kutoa haja kila wanapopita, mwakani tena tukisema tunamaanisha. Kwa hiyo endeleeni kutafuta mwenyekiti atakayewafaa, ila sisi ni mwakani. Asanteni sana. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbiz.